TV station. Hello watazamaji wote ambao mnaonitazama katika hili taifa la Kenya na popote ambapo uko unanitazamia na unanisikiza. Leo hii niko na furaha mno sana kuweza kuongea pamoja nawe kwenye televisheni yako tena kwa nyumba baada ya kuachana nawe wiki mzima. Niko hapa leo kukwambia mapenzi ya Mungu yanaenda kutimilika na kufanyika katika maisha yako katika njia kuu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Siku ya leo nataka kuomba pamoja nayo. Kwanza mwanzo nilikuambia kabla chochote, kabla lolote, kabla tufanye chochote, mwanzo huwa ninapenda kwanza tuhusishe Mungu kwa kila jambo ndiposa tuweze kuendelea, maana Biblia inasema usifanye lolote kabla hujahusisha Mungu ama kabla hujaweka Mungu mbele, maana ni mapenzi ya Mungu haya mambo yote yaweze kutimilika katika utukufu wa Mungu. Nataka tuombe pamoja na kisha baadaye niweze kusema na wewe neno la Mungu kulingana na mapenzi ya Mungu jioni ya leo, Jumamosi ya leo, tarehe 2 mwezi ni wa 9. Siku moja tu ndio imepita, tuko bado mwezi mpya inanukia upya, na tunashukuru Mungu maana ni Mungu ametenda haya yote. Nataka tuombe pamoja nawe. Baba, nakushukuru kwa sababu ya watoto wako ambao umewaandaa kwa sababu ya kusikiza kutoka kwako. Ninanena baraka na nena ushindi wako uweze kuonekana na usungumuze na wao kwa mapenzi yako na kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kabla ya kuweza kusonga mbele, mtoto wa Mungu, mwanzo nataka kwanza kusema kwa shule ya Moi Girls, shule ambaye iko hapa Nairobi, ya kwamba poleni sana kama we ni mzazi na mtoto wako alikuwa kwa hiyo shule, ama pia niseme ya kwamba wale ambao wanaofanya kazi pale shuleni, maana najua mnanitazama kutoka sehemu zote kwenye hili taifa la Kenya. Niwaambie pole sana kwa huo mkasa wa moto ambao uliotokea, na tunaomba Mungu aweze kuwapa neema na awape kibali hata wale wanafunzi ambao wako pale kwenye hiyo shule watakao kalia mtihani wa mwezi huu, kuanzia mwezi wa 10 mtihani wao wa KCSE. Tunaomba kusiwe na anything ambaye itakayeweza kuwashtua kusudi waweze lose focus na control ndani ya maisha yao, maana whenever the devil shetani akiona kwamba there is a success that is about to happen, huwa anajaribu kuleta something that can bring a confusion, chochote ambacho kinachoweza kuleta confusion ndani ya maisha ya mtoto wa Mungu ama watoto wa Mungu, so that wasiweze kuona na kuweza kupata kila ambacho kinachoendelea. Na kwanza kwa sasa kuna wimbo ambao huwa ninapenda sana, kabla chochote nasikia tu ya kwamba hiyo wimbo tuweze pia kusikiza pamoja nawe na kutazama pamoja nawe, kisha baadaye tuweze kuendelea na masuala yale ambayo Mungu anataka. Naomba usikize hii wimbo kwanza katika jina la Yesu Kristo. Na nani Bwana, nikulinganishe na nani Bwana?
nimepata, nimetafuta, mimi sikuona. Haleluya, haleluya, Tushangilie kwa vifijo na nderemo, mataifa yote yamwinua na kumsifu. haleluya. Haleluya, Oh yeah. haleluya, Shangilie kwa vifijo na nderemo, mataifa yote yamwinua na kumsifu. wakuhimidiwa ni wewe Yesu, Ni wewe Yesu, wakuabudiwa ni wewe Yesu. ni wewe Yesu, Nimekupata usiyeshindwa, nimekupata rafiki mwema, wakuhimidiwa ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, wakuabudiwa ni wewe Yesu. ni wewe Yesu, Nimekupata usiyeshindwa, nimekupata. Bila shaka ni vyema sana wakati ambao unapokuta anything ambayo unafanya unaona neema Mungu ikiwa imejaa. Nilikuwa nasema wale wote ambao waliopatwa na mkasa, tumesema pole na nimesema pole pia. Mungu awape nguvu na awape kibali na neema. Na pia nataka kuongea kidogo na Wakenya before nisome neno la Mungu. Jana jaji aliweza kumaliza kazi yake jana, na Wakenya, Mungu anaturuhusu tena kurudi kwenye debe. Na ninataka nikuambie wewe ambaye ni Mkenya mwenzangu, tafadhali masuala yale ambayo unajua, mimi pia ni Mkenya na ninakaa Kenya. Shetani aweza akapata opportunity ikiwa wewe mwanadamu umempatia shetani nafasi. Wewe ambaye ni mama, wewe ambaye ni mzee, wakati huu ni wakati wako wa kutulia, unyamaze, involve yourself in prayers, na kisha baadaye allow and let God do his job. Wacha wale wa kukampeni wa campaign, sisi tungoje kwenda ama kuingia kwenye debe, tupige kura na tutashukuru Mungu, maana wakati huo ikifika itakuwa ni wakati wetu sasa wa kuendelea na kufanya kazi ya Mungu vile ambavyo inavyohitajika katika jina la Yesu Kristo. So wewe ni wakati wako wa kuombea hii re-election ambaye pia inakuja. Si wakati wako wa kuongea hii ama uongee hili ama ukuje uongee jambo kama hili. Hauna wakati ama hauruhusiwi kuongea hilo jambo. Wewe unaruhusiwa tu kuweza kufata yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yako, na Mungu atakubariki sana. Maana unakuta mtu hata ni Mkristo anapoteza direction kwa sababu ya vitu ambavyo vinavyoweza kumuondoa katika uwepo wa Mungu. Kupiga kura ni lazima upige, lakini tafadhali upima maneno yanayotoka kwa kinywa chako na uweze kuruhusu Mungu kufanya mapenzi yake. Wewe uwe mmoja pamoja nami kuombea haya mambo, na Mungu aweze kukubariki sana. Nitaongea pia nikimalizia vile Mungu atanielekeza kusema pamoja nawe. Na wakati huu pia tafadhali, matangazo ni mzuri, usipige simu wakati ninahubiri. Tuma ujumbe peke yake. Utapiga simu wakati nitakuruhusu, na Mungu akuinue na akubariki mno sana. Mungu akutende mambo mazuri. Kitabu ni cha 1 Samuel chapter number 16 verses number 7. Nitasoma. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Then Jesse called Abinadab and made him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Jesse made them Shammah pass by, but Samuel said, nor has the Lord chosen him, this one. Jesse made 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, the Lord has not chosen this. So he asked Jesse, are these all the sons you have? There is still the youngest, Jesse answered, but he is tending the sheep. Samuel said, send for him.
we will not sit down until he arrives. So he sent and had him brought in. He was ruddy, with a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him, he is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. Baba, neno ni lako na watoto wako wanaotazama, naomba usungumuze na mioyo na maisha yao kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Mtoto wa Mungu, nataka kunena na wewe. Umeingia katika mwezi wa 9 na Mungu amekupa nafasi, amekupa juhudi, amekupa majukumu. Unajiona leo uko ndani ya mwezi wa 9 na Mungu amekupea neema. Nataka nikuambie jambo kutokana na yale mambo Mungu amenisungumuzia, niseme pamoja nawe ya kwamba huyu ndugu anaitwa Jesse alikuwa na watoto, alikuwa na vijana 8. Wakati Jesse alikuwa na vijana, kuna jambo lilikuwa limefanyika katika Israeli, na hilo jambo lilimpa Mungu akashuka tena kuangalia ni nini imeendelea tena. Hilo jambo lililofanyika ni kwamba Mungu alikuwa ameteua Saulo. Akaambia Saul, kutoka leo wewe ndio utatawala, maana hao watoto wangu wa Israeli walikataa kusikiza mimi ni waongoze. Sasa wanataka mwanadamu watakaye muona, watakaye mwambia mashida na wasikie mwanadamu anasema ndio nimesikia. Wanataka mwanadamu ambaye atakaye waelekeza kwa kuambia piteni hapa na waseme ndio, yani kama mataifa mengine. Na kweli Mungu akatumia huyu ndugu anayeitwa mtumishi wa Mungu Samueli kuanoint Saul. Wakati Mungu alienda akatia mafuta juu ya kichwa cha Saulo kupitia kwa Samueli, Saulo akatawala vizuri, akafanya kazi ya Mungu vizuri, akatembea vizuri na Mungu, mambo yake yote yakawa mazuri. Lakini kuna kitu kimoja kiliingia ndani ya Saul, kilimpa Mungu akafika mahali akasema, kutoka leo sasa lazima nibadili network. Jambo la kwanza, Mungu alikuwa na kizazi na wale wana wa Meleki, wale ambao walisumbua sana Waisraeli wakati wana wa Israeli walikuwa wanapita wakitoka Misri. Wana wa Meleki walisumbua wana wa Israeli sana, na ndiposa Saul akapewa nafasi ya kuweza kwenda kupigana na wana wa Meleki. Na Biblia inasema Mungu akaambia Saulo, uende na uangamize wote, kupitia kwa mtumishi wake Samueli. Lakini Saul alipoambiwa aenda uangamiza wote, Saulo badala ya kuangamiza wote, alipoenda, kitu kilichoingia ndani ya Saul ndio kitu nataka nikuonye wewe mtoto wa Mungu. Kinaitwa roho ya kiburi, roho ya kujitakia, na roho ya kujipandishia jina ambalo hajapewa. Wakati Mungu alipomwambia Saul, leo hii ukienda uangamize kila kitu, Saulo alifika akaangalia vinono akasema, hii ni 50,000, huyu tajiri nimweke kando, huyu ambaye ananipea hii nimweke kando, hawa wa maskini wacha niwamalize, wacha niwaangamize, hawa ambao hawajui na hawana chochote wacha ni waweke kando. Na haya mambo yote Saulo akafanya, na kumbe alikuwa anafanya upumbavu mbele za Mungu. Mtoto wa Mungu, wakati Mungu ameona una uwezo wa kuokoa familia yenu, wakati Mungu ameona una uwezo wa kuokoa wengine, maana wewe ni mtumishi wa Mungu, Mungu amekuteua, tumia hiyo nafasi vizuri, usije ukaongezea na usije ukapunguza. Wakati Mungu ameona wewe mama, kweli wewe peke yako ndio ameona anaweza akakuamini akupatie pesa, na wewe hiyo pesa uweze kuinua nayo ndugu zako, akuweze afanye uinue nazo dada zako, uwasomeshe. Usianze kusema na kulalamika, kwani mimi peke yangu tu ndio napigiwa simu, mimi peke yangu tu ndio wanaona na waoni nani. Wewe ndio Mungu ameona akuamini na hiyo nafasi. Maana wakati Mungu alikuwa anakuamini, ameona huyu mwingine wako, ameona ndugu yako mwingine wako, kazini yako wako, nani yako, lakini Mungu ameangalia akaona you can carry what he wants. That's why katika jina la Yesu Kristo, Mungu alipomtazama
alipotazama Saulo na akaona, Saul umepotea, Saulo umeharibu, Saulo haujaenda vile ambavyo nilitaka. Sasa kwa sababu ya hiyo lazima nikuondoe katika mahali penye nilikuwa nimekuweka, niweke mwingine mwenye ninajua anaweza akanisikiza. Mtoto wa Mungu kwenda vile Mungu anataka ndio jambo la muhimu mno sana. Ndio maana Yesu hata kule Gethsemane alipoomba aliambia Mungu, Baba, mapenzi yako yatimilike. Sitaenda vile mimi ninataka, lakini wewe vile mapenzi yako yalivyo. Na ndio maana wakati Saul alipokuwa amekabidhiwa mamlaka, akakabidhiwa fimbo, akapewa kila kitu, akaitwa sasa mfalme, alifika akaanza kufanya vitu yake kivyake, akasahau kuna Mungu. Hiyo ilikuwa ni hatari kubwa. Huyu Saul mmoja huyu Samueli alimtia mafuta awe mfalme. Tunamwona tena hata amefika mahala wa Jemeni. Amefika mahala amechukua kikapu ya sadaka, yeye ndio sasa anatosha sadaka. Hadi kwa njia nyingine amefika mahala ameona Samueli amechelewa na inafaa waende vita, akaamua kuchinja na kutoa sadaka ile ambaye hakufaa. Yaani amechukua kila kitu kukuwa ni chake. Amefika mpaka amechukua kikapu ya sadaka, anaambia watu sasa, toa ndugu, toa dada, na yeye ni mfalme mzima, kazi ambaye si yake. Mungu aliangalia akaona hii ni upumbavu, imefika mahali imefika hapo, wacha nimnyang'anye. Kuna watu mnanitazama, wengine wenu pia mmekuwa kama vile ambavyo Saul lako. Saulo alifika mahala mambo yake yakafika mahala kuanza kuharibika, na ilianza kuharibika kwa sababu alikosa kufata sauti ya Mungu, alikosa kuenenda kulingana na Mungu, alikosa kufanya kulingana na Mungu, akafanya yaliyo yake. Naye Mungu akamwangalia akasema, maana imefika wewe Saul, hiyo kiti hautaendelea kukaa. That's why siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, kuna watu mmekalia viti. Mungu amekupa kiti ya utajiri, Mungu amekupatia cheo, wewe ni boss kazini, Mungu amekupatia nafasi, wewe ni ndugu peke yako ambaye umeonekana kwa familia yenu. Sasa Mungu ameanza kukuinua. Ama dada, wewe ndio uko kwa ndoa peke yako, wewe ndio umefungua biashara peke yako, wewe ndio unasupport familia yenu, wewe ndio unainua maisha ya wengine, yaani mizigo yote imeelekea kwako. Don't complain, usilalamike, maana ukilalamika itachukuliwa kutoka kwako ipewe mwingine. Daudi yako hapa na amenyamaza, yako anachunga kondoo na roho yake iko sawa. Wewe mwenye umekabidhiwa mzigo unaangaliwa sana vile ambavyo utakavyotembea na hiyo mzigo, unaangaliwa sana vile utakavyoongea ukiwa na pesa hizo, unaangaliwa sana vile utakavyoongea ukiwa na hiyo mali. Hata wengine mnanitazama, mlikuwa mnaomba sana Mungu awape hivi viti vya MCA, viti vya ubunge, viti vya ugavana na viti vya women rep. Hiyo viti yote mliomba na Mungu akawapa. Mungu anaangalia vile utakavyotumia. Ukitumia vibaya, Daudi yako atapewa. Ukitumia vizuri, utarudishwa tena pale. Wakati Saul aliharibu, Mungu akamwambia Samueli, wewe tu Samueli ndio nilikutumia, tena ondoka uende. Na uende, ninakutuma, nimejichagulia mjamaa mmoja kwa nyumba ya Jesse. Na ukifika kule, najua Sauli akijua unaenda kuchagua mfalme mwingine. Sauli yeye sahiya hana roho ya Mungu, ako na roho ambaye haina utu, atapigana na wewe kimwili. Useme ninaenda kutoa sadaka na ukaribishe Jesse pamoja na watoto wake wakuje, nitajitwalia ile nataka. Jesse, wakati Samuel alipofika, watu walipoona Samuel amefika, watu wakawa na hofu. Sasa zingine mtoto wa Mungu ni vizuri, kuna watu ambao wanadharau watumishi wa Mungu. Kuna watu wakiona watumishi wa Mungu hawaoni kama wanaona kitu. Naomba unisikize wewe ambao unanitazama. Wakati wowote unaona mtumishi wa Mungu na unaona kweli Mungu ako ndani ya huyu mtu wa Mungu, mheshimu na ujue kuna kitu amebeba ambacho ni maisha yako. Heshimu, na ukimwona ameingia katika nyumba yako, jua kuna kitu ambacho Mungu ameleta ama amekuja kufanya. Ukimwona amekuja kwa biashara yako, jua kuna kitu Mungu amekuja kufanya. Ukimwona amekuja katika kazi yako mahali unakaa,
Usianze kusema amekuja kwa ajili ya soda. Na ni kweli kuna wengine ambao wako na hiyo tabia, lakini ninaomba, maana najua Mungu wakati naongelesha kila mtu ananitazama, Mungu ananyorosha kila mtu kusudi kila mtu aweze kukaa kwenye majukumu yake. Ndiposa nataka nikwambie, Samueli alipoingia hiyo mji, watu walikuwa na hofu mno sana. Walianza kushindwa, leo Samueli amekuja kufanya nini na kujali. Kwa njia nyingine, watumishi wa Mungu hawapati hivyo rahisi. Watumishi wa Mungu ambao Mungu anatumia si hivyo rahisi tu. Unaona hapa, ndio huyu anakula mutura, ndio huyu anatafuna miwa, ndio huyu anafanya nini. Wameheshimika, inawe Mungu mwenyewe amewaweka katika kategori ya kubeba majukumu yake. Kwa njia nyingine, Mungu amewateua ya kwamba yeye Mungu hawezi tembea in person, watu watatoroka. So Mungu anatutumia sisi kusema na watu wa Mungu kile Mungu angesema angekuwa in physical. Haleluya. Ndiposa Samueli alipofika hiyo mji, Samueli akaingia na akaanza kuangalia maswala yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Samueli akaangalia, akatazama na akasema, sasa nimekuja kutimiliza na kufanya mapenzi ya Mungu mji huu. Lakini malengo yake ilikuwa ni kuinua Daudi. Malengo yangu siku ya leo kwa studio hii ni kuinua Daudi. Siku ya leo nimetumwa kuinua Daudi. Siku ya leo nimetumwa kuinua mtu ambaye hajulikani, hatambuliki, hafahamiki, hana jina, hana title, hakuna mtu akimwangalia haoni chochote. Nimetumwa kumuinua mahala penye Mungu anataka. Wakati Samueli alipoalika Jese na watoto wake, sasa akasema, nipitishie watoto wako hapa, nimetumwa katika hii nyumba yako kuteua mtu. Mungu anataka mfalme ako ndani ya hii nyumba. Jese akafurahi. Jese, jambo la kwanza, alileta wajamaa kama akina Eliabu. Ikawa Mungu anasema hakuna hapo. Akapitisha Abinadabu. Mungu akasema wewe, Samueli akasema Mungu akazungumza na Samueli, usiangalie urefu vile Jese anaangalia. Maana Jese aliangalia akasema, Abinadabu ni mrefu mzuri, ama Shama ni mkubwa sana, na nikiangalia ninaona yeye anaweza kuwa mfalme. Ni kweli wajamaa wa Jese walikuwa mabaunzo, walikuwa mzuri, walikuwa sawa. Maana tukifuatilia historia yao, hata kwa jeshi la Saulo walikuwa wanapigana. Lakini Mungu akazungumza na Samuel, Samuel, usiangalie chenye Jese anaangalia. Maana mimi siangalii maumbo ya nje vile mwanadamu anaangalia. Jamaa anajua kunyoa, jamaa ako na kifua vizuri, jamaa maso ziko sawa, jamaa ako na pesa, jamaa ako na masomo, jamaa ako na degree, jamaa ako hii. Mungu akaambia Samueli, usiangalie hiyo, mimi ninaangalia roho. So akapitisha watoto wake, akawapitisha wote 7 wakaisha. Samuel akashindwa, kwani ni makosa, nimekosea, ni mimi ndio sikusikia mzuri. Lakini akauliza Jese, hawa ndio watoto wako peke yao? Hata Jese mwenyewe alikuwa ameshaona kwamba hawa wote ni watoto wake. Lakini kuna mmoja ambaye Jese alisema kuna kamoja kako pande hiyo, kako malishoni kanachunga kondoo. Samuel akasema, hatutakaa sisi wote, tusimame kitambo tukae, kamefika. Wote wakasimama. Daudi akatumanishiwa kule kwa kuchunga kondoo, akakuja akafikishwa mbele ya nabii Samueli. Alipofika, hata kabla hajakaribia, Mungu akasema, huyo ndio mtu ambaye ninataka na roho yangu iko ndani yake, tia yeye mafuta. Maana wengine walikuwa wanataka kuinamishwa mafuta, inakataa kutoka. Lakini Daudi akaambiwa, Sauli akaambiwa, Samuel akaambiwa, tia huyu mjamaa mafuta, huyu ndio mimi nimechagua. Wejemeni watoto wa Mungu, wakati Mungu amechagua na ameteua, amesema ni wewe ndio ako na haja na wewe kukuinua. Hakuna hata watu wakuje 200 hata 500 hawawezi wakakaa katika position
ambaye ni yako itakabidhiwa na itabaki kukuwa yako. Siku ya leo niko na jambo Mungu ameniambia niseme na wewe ndani ya mwezi huu wa 9. Leo ni tarehe 2. Miezi ingine yote imepita. January, February, March, April, May, June, July, August, September imeanza. Roho wa Mungu amenituma kwa nyumba yako nikwambie ya kwamba amekuteua mwezi huu uwe wokovu, uwe mkombozi kwa maisha ya wengine. Uko na pesa ama hauna pesa, uko na kazi ama hauna kazi, unafanya mambo yako yanafaulu ama hayafaulu, nimetumwa katika jina la Yesu Kristo kusema na moyo wako, kusema na maisha yako ya kwamba leo mimi ni Samueli, nimetumwa kwako, ya kwamba hakuna kitu kitaendelea mpaka Mungu ametekeleza kile ambacho anachotaka ndani ya maisha yako. Wale ambao waliokuchukua wakasema wewe huwezi faa ama hauonekani kuna kizuri kinaweza toka kwako, nimetumwa kwako nikwambie katika jina la Yesu Kristo, wewe ndio Mungu anataka, wewe ndio Mungu ameona, wewe ndio Mungu amechagua, wewe ndio Mungu ameona unaweza kuokoa familia yenu, unaweza ukatoa aibu kwa familia yenu. Daudi alipokuja alikuwa mtoto mdogo, na kumbe alikuwa aokoe hata na wana wa Israeli, maana yeye ndiye aliangusha jitu ambalo lilikuwa linasumbua wana wa Israeli ambalo lilikuwa linaitwa Goliath. Leo hii katika jina la Yesu Kristo, baada ya haya mahubiri, majitu yenye yamekuwa kisumbua watu, wewe ukiona familia yenu, ukiona kazi kwenye unafanya, ukiona ndoa za wandugu zako na dada zako, wewe ndio unaenda kuziangusha chini ukiwa unaamini Mungu atatenda. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zekaria chapter number 4 verse 6, si kwa nguvu, si kwa uwezo, bali ni kwa Roho wa Mungu, asema Bwana Mungu wa majeshi. Ndiposa siku ya leo, mtoto wa Mungu, nataka nikukumbushe kwamba Mungu alipoona wana wa Israeli wanasumbuka, alichagua mjamaa mmoja anaitwa Musa. Musa alichaguliwa kutoka kwa jamii ambaye haikutambulika, jamii ambaye haikujulikana, na Mungu akafanya Musa akaweza kukua, kulelewa na mtu ambaye hata hakukuwa anamjua Mungu, ambaye ni mtoto wa Farao, lakini mwishowe Musa akatumika kuokoa wana wa Israeli. Mungu alipoona family ya kina Yusufu itaumia vizuri sana, Mungu akasababisha Yusufu achomoke ndani ya hiyo familia, auze Misri, apite kwa shida, auze Misri, ndiposa arudi kuokoa hiyo familia yao. Wewe uliye hapo unayenitazama kwa runinga hii, mahala penye huko, haijalishi leo umelala jamu uko na pesa, haijalishi familia yenu ni tajiri ama ni maskini, leo wewe ndio Mungu amenituma. Kuna wokovu Mungu anafanya kwako, kuna ukombozi Mungu analeta kwako, ambaye watu wataokoka, watu watakombolewa, watu watahifadhiwa, watu watainuliwa, watu watabarikiwa kupitia kwako. Wale wanaokudharau na wanaodharau family yenu, usidharau wewe mwenyewe, usijidharau yale mambo unafanya, maana Mungu hatazami sura, Mungu hatazami maumbile, Mungu hatazami background, anatazama moyo. Mungu alitazama akaona Samueli anataka kuangalia urefu. Mungu akamwambia Samueli, Samueli, mimi sitazami urefu, natazama moyo. Siku ya leo umenyenyekea mbele za Mungu, Mungu atakuinua. Huduma yako haiendelei, endelee kupenda Mungu. Na ndio maana Biblia inasema Daudi aliitwa a man after God's own heart. Hallelujah. Tafadhali wale mnapiga simu, usipige simu, tuma ujumbe tu, nitausoma tu saa hii, dakika chache zinakuja. Wewe umetoka kwa family yenu, hakuna msomi, hakuna mtu anajua kuendesha gari, hata passport hakuna mwenye ako naye, hakuna mwenye amefika airport, hakuna mwenye amefanya kazi ya ile 30-20 salary. Let me tell you, nitarudia tena kukuambia kitu nilikuambia siku ile nyingine. Najua mnanitazama wa Kenya. Huyu ndugu ambaye mnyinyi wote mmemwona, wengine mnamitanga Mani Kidheri. Hiyo ndio vile Mungu hukujia mtu.
wakati uko kwa laini ambaye you are not expecting anything. Hii mwezi wa 9 I'm here to prophesy. Anything ambaye ilikuwa inaonekana it is not working, may it start working as from now in the name of Jesus Christ. Lolote ambalo umekuwa ukiona halifanyi kazi, God has chosen you. Mungu amekuchagua. Mungu amekuteua. Mungu anaona unaweza. Mungu ameona jina lako lafaa. Hajaenda kwa watu wengine. Wewe unayenitazama na unayenisikiza, ni wewe ndio umeteuliwa. Unajua Mungu kubariki mtu na kuinua mtu ni kama kulala na kuamka. Hata mimi huyu ninayekuhubiria niko na testimony yangu ya kwamba kama Mungu angeangalia vile wanadamu wanaangalia, singekuwa nahubiria maisha yako siku ya leo. Ya kwamba Mungu amenitoa kutoka kwa familia ambaye haina ushuhuda, lakini Mungu amenitumia kuleta ushuhuda huko. Na ndio maana Simon Peter pamoja na Yohana waliambia kiwete, fedha na dhahabu sisi hatuna, lakini kile tulicho nacho tunawapa, na kupatia kile Mungu amenituma nikupatie. Ninapokupatia kile ambacho nakupea, ninajua kile ambacho Mungu amesema ndio vile kitakachofanyika katika jina la Yesu Kristo. Nakupatia afya, maana Mungu ameniambia nikupea afya. Hauwezi fanya mambo yako ukiwa mgonjwa, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu iko siku ya leo. Neema ya Mungu iko kwa nyumba yako. Neema ya Mungu iko kwa kazi yako. Neema ya Mungu iko kwa huduma. Wewe mtoto wa Mungu ambaye ni mhuduma, mtumishi wa Mungu, unaona ministry haisongi, town yenye unanitazamia, kanisa lako haijalishi linaitwa jina gani, roho yako iweze kupendezwa Mungu. Mungu apendezwe na wewe. Believe me, mtoto wa Mungu, God will surely come. Tazama, Ana alilia miaka mingi mno sana, lakini Mungu hakuangalia Ana vile watu walimwangalia. Mungu alitazama Ana na akaona ndani ya Ana akiwa amebeba nabii huyu mwenye tunaita Samueli. Unaweza ukawa katika state ambayo watu wanasema hakuna kitu ambacho huyu mtu anaweza sema. Hata kwa mikutano huyu hawezi akaongea chochote, huyu hawezi akatuelekeza chochote. Hakuna kile ambacho ni kizuri kinaweza toka hapa. I'm here to say, mwezi wa 9 huu, believe with me, this month of September, leo ni tarehe 2, mwezi bado ni mbichi, na nimetumwa as a prophet ndani ya maisha yako ya kwamba anything ambayo ilikuwa inaonekana ya kwamba it will not happen, I'm here to anoint you in the name of Jesus Christ. Niko hapa kukutia mafuta ya kiroho. Usiangalie distance. Jinsi unapopokea ile neno ndio vile mafuta unayapokea. Usiangalie distance. Kuna watu kutoka wakati nimeanza kuhubiri kwenye television hii, kuna watu wametuma ushuhuda ambazo si 3, si 5, si 10, si 20. Kuna watu ambao wamenitembelea wenyewe na ushuhuda. Kuna watu wamejileta wakisema hata Thursday nilikuwa naonana na watu Kitengela. Mama mmoja akakuja na mzee wake akasema, this is the testimony, kile ambacho uliomba pamoja nasi kwa television. Mtoto wa Mungu, Mungu anatenda mambo makuu. Leo roho ya ukavu haitakuwa sehemu katika maisha yako. Huwezi tazama television hii, huwezi tazama ujumbe huu na mafuta ya utajiri siingie ndani ya maisha yako. Mafuta ya kufanikiwa siingie ndani ya maisha yako. Mafuta ya utakatifu isiingie ndani ya maisha yako. Mafuta ya ukombozi isiingie ndani ya maisha yako. Mafuta ya uponyaji isiingie ndani ya maisha yako. Nimetumwa. Mungu ametazama wewe. Kuna wengi ambao Mungu angechagua, lakini wewe unayenitazama, wewe ndio Mungu ameona asumuze pamoja na wewe. Kwa muda wa dakika 2, furahia na hii wimbo, endeleeni kutuma ujumbe. Baada ya hiyo nitakuja niseme na wewe jambo ambalo Mungu anataka nimalizie, kisha niweze kuomba na wewe katika jina la Yesu Kristo, nikitarajia ushuhuda ndani ya mwezi wa 9. Kuanzia Jumamosi ijayo kuna mambo makubwa ambayo yataanza kuingia kwenye simu hii ya kwamba testimony in the name of Jesus Christ. Furahia na hii wimbo katika jina la Yesu Kristo. Everybody
Haleluya. Neno iendelee. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya ile kazi ambaye Mungu anaendelea kufanya. Na kwa sasa nataka kusema nawe, wakati Jesse alitumwa ya kwamba akuje na watoto wake, alikuja na watoto wake lakini aliacha mmoja. Huyo mmoja kwa njia nyingine alikuwa amesahaulika. Waweza kuwa mambo yako unaona kama umesahaulika. Unaweza kuwa unaona kama umesahaulika kikazi, umesahaulika kiafya, umeomba muda mrefu hauone matokeo, lakini siku ya leo niko hapa kukuambia kwamba nafasi ya Mungu kutenda yaliyo makuu kwako ndio hii. Maana nimetumwa hapa kama nabii Samueli vile alivyotumwa kwa nyumba ya Jesse. Leo nimetumwa kwa nyumba yako, nimetumwa kwa kazi yako. Ninataka nikwambie, believe this word, ya kwamba it is not as usual vile ambavyo watu uzoea na watu uchukulia. As I'm telling and whatever I'm telling you, ninakwambia ya kwamba Mungu anaenda kubadilisha story. Kuna wale watu ambao wamekuona vile walikuwa nakuona, lakini ujue ukiwa umetengwa sana, ukiwa unaona umefinyiliwa sana, it is when machozi yako Mungu yasikia haraka. Huyu ndugu anaitwa Daudi, alikuwa an innocent young boy ambaye hakukuwa anajulikana chochote. Mimi na imagine maybe Jesse angeita watu wa vijana wote walete pamoja mpaka na Daudi, lakini hao wenye aliona wanaweza ndio walishindwa, ndio Mungu alikataa. Siku ya leo mahala macho yako yamekuwa yakitazamia, sio mahala ambapo Mungu anaenda kuchipulia muujiza. Leo Mungu anachipua muujiza in his own ways. Mungu anakutembelea in his own ways. Mungu anakurejeshea amani yako katika njia yake tofauti. And I'm here to prophesy, I repeat again. Na ujue I'm not just a prophet vile way inasemekana I prophesy. No, I'm here to prophesy ya kwamba mwezi huu Mungu anakutenda mambo yasiyo ya kawaida. Niko hapa kukuambia, you will see, you will experience an encounter yako na Mungu katika njia tofauti na ya kipekee. Is it a ministry? Is it your marriage ambayo imepotea? Is it a job ambayo imepotea? Is it your health ambayo umesunguka na magonjwa muda mrefu mpaka umefika mahali unasema sioni tena, nakata kauli ya kuishi? God is visiting you in his own ways. And you will never, hautamaliza mwaka vile ulianza mwaka. I'm here to tell you that. I'm here to tell you, mwaka hautaisha vile ambavyo ulianza. Maana Mungu amekuja katika njia isiyotarajiwa. Angalia Mungu alipotoka, ameacha Sauli mbali sana. Ameacha vijiji hivi kuna watu wengi, lakini amekuja kwa nyumba ya Jesse. Today God has come in your house. Today God has come in your house. Leo Mungu amekuja kwa nyumba yako. God has come in your health. God has come in your health. God has come in the education of your people. Education of your children. The institution ambayo umepanga, ambayo ndio kazi yako. God has come. Watu wataongea. Unajua kwa nini Samueli alisema, alijibu watu nimekuja kutoa sadaka? Maana Sauli angejua Daudi anachaguliwa, vita ingekuwa na hata Sauli angeua Daudi. Leo kuna watu Mungu amewaficha kuinuliwa kwako. Wengine wenu mambo yaliendelea akafanyika vibaya, ukatoroka kwenu ukaingia town ama mahali penye uko mahali hakuna mtu anajua uko wapi. Don't regret, na usianze kujilaumu. Kutoka kwenu nyumbani, hata wengine mnashindwa, Disemba inaelekea kufika, unaogopa kwenda kwenu. Usilalamike. Mungu amekuleta, amekupeleka katika maficho vile alipeleka Daudi kwenye maficho. Ndio akikutoa huko unakuja peke yako, kama wengine wamejaribiwa, wameshindwa. Kuna wale ambao Mungu amewaangalia na akaona they cannot manage, but it is you. That is why umejiona uko peke yako. That is why siri yenye nabii amekuja nayo ni kutoa sadaka, maana sola sijue unaenda kuinuliwa. Wakati wa kuinuliwa kwako it will be like a story. Itakuwa ni kama story.
itakuwa ni kama wimbo, itakuwa ni kama ndoto, lakini it is something that is coming in reality. Watoto wenu wanaenda kufanya mitihani ya form 4. Mtoto wako amekuwa last first term, second term, hata unashindwa third term, hii mtoto atakuwa namna gani? It will be like a dream. Mungu anaenda kutenda ishara isiyo ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. God is working out a miracle. Na utaona mkono wa Mungu na neema isiyo ya kawaida kutoka siku ya leo. Nataka kwanza upokea simu, kisha baadaye na upokea simu nisoma ujumbe, na kisha baadaye niombe pamoja na wewe. Na wakati unapiga simu, weka volume ya TV yako chini ndio tuweze kuelewana mzuri katika jina la Yesu Kristo. Kuna messages, wacha nianze kusoma message katika jina la Yesu Kristo. Niombe niache kuzumbuliwa na spiritual husband. Hata siwezi tamani mzee wangu, niko na mawazo, niombee. Na sasa zingine unasema wewe ni nani, kutoka wapi? Maana ni mzuri sana katika jina la Yesu Kristo. Halo. Halo. Halo, mnaweka TV chini ndio nielewane na nyinyi. Halo. Nitaombea Kenya itakuwa na amani katika jina la Yesu Kristo. Huyo anapiga anasema Kenya iwe na amani. Huyo ni mke wangu, ameona wacha aweze kupiga simu mwanzo awakilishe taifa la Kenya, na kweli tutaomba na Mungu atatenda na ataipatia Kenya amani katika jina la Yesu Kristo. Nilikuwa naendelea na nitakuwa naongea haraka nikikata kwa sababu ya kupokea simu zingine. Wakati ukiona unasumbuliwa na spiritual husband, ama ukiona umelala wewe ni mama na unaota ukishiriki mapenzi na mtu analetwa katika image ndani ya maisha yako, then jua this is a demon ambaye inataka kutenganisha marriage yako na imalize kabisa ndoa yako. But this demon is defeated in the name of Jesus Christ. Na ile demon number 2, ukiona ile demon linakuja kwako kila mara, usipolikemea, you end up mtu end up akiwa ni mama huwa ana end up kugonjeka. Hii ugonjwa inaitwa fibroids. Maana kwenye kitabu cha Genesis chapter number 5, hawa walikuwa ni malaika ambao Mungu aliwaangamiza kwenye maji, na hizo roho zikabaki, mili ikamalizwa, na zikabaki evil spirits ambazo zilikuwa kazi yake ni kuoana na wanadamu, na bado hizo roho ziko hata leo. Badala ya kuoana na wanadamu zipate watoto hao wanaitwa growth ndani ya mili ya wanadamu. I'll speak about it sometime later, not now, lakini I'm only talking kulingana na hiyo message ambayo imekuja hapa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu amesema hapa, hi Bishop, naitwa Josephine from Kitui County. Kweli watu wanatazama hii television kutoka mbali. From Kitui County. Ninapitia matatizo mengi sana, hata nikapoteza mtoto wangu June this year. Pole sana, niombee sana. Nahitaji kazi this year September. I trust your words and prayer. Nitainuliwa in the name of Jesus. Indeed utainuliwa in Jesus name. Indeed utapata kazi in this month of September. Josephine, unitumia message kuniambia, mtumishi wa Mungu, just as you said, ndivyo ndio vile imefanyika. Maana nimekwambia, mimi ninakwambia chenye Mungu kama Mungu angekuwa hapa in person, chenye angekwambia. So I'm God's representative in your life. I'm telling you what God is telling me to tell you in the name of Jesus Christ. I need a job and to build a house. Nahitaji nyumba na nahitaji kazi na nijenge nyumba. Sasa watu wa simu mnaweza ruhusiwa kupiga simu. Ninapendelea na kusoma hizo ujumbe. Bila shaka utapata kazi na utajenga nyumba. Niko hapa kusungumuza neno ambalo lisilo la kawaida ndani ya maisha yako kwa mwezi huu wa 9. Hello. Halo. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ongea kwa sauti. Naongea na nani, kutoka wapi? Naongea na Pastor John wa Malanda. Pastor John wa Malanda. Yeah, Kitengela.
Pastor John wa Malanda Kitengela. Amen pastor. Bwana Yesu asifiwe. Unataka ungependa tuombe na wewe kwa ombi gani mtumishi wa Mungu? Yeah. Kanisa liweze kusimama. Mtumishi wa Mungu, nashukuru Mungu. Unajua ni rare sana ukiona mtumishi wa Mungu anapigia mtumishi wa Mungu simu kuhitaji reinforcement. These are true servants of God. Maana we serve under one God, under one umbrella. Na mimi nikiona mtumishi wa Mungu, Mungu amempa nafasi, amemsongesha kiwango, I'm also supposed, inafaa pia nami niweze kuappreciate na kuweza kuona ile Mungu ambaye anamtumikia, ndiposa mimi niweze kupata. So Pastor John kutoka Kitengela, kila ambacho Mungu amefanya ndani ya maisha yangu, God will also do in your life in the name of Jesus Christ. Na Mungu hata kunyima kukuinua na kukubariki because of the spirit of submission, kwa sababu ya roho ya unyenyekevu yako hiyo, na neema ya Mungu ikutoshe. Mungu akuhifadhi na Mungu akupatie breakthrough hata kwa ibada ya kesho, uone Mungu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bless God. Ngati John from Hope Evangelistic Ministries Kitengela. Hawa ni washirika wangu. Tumebarikiwa na neno mimi pamoja na family yangu. Tuombe. God bless you dad. Asante sana Mr. Ingati kutoka Kitengela. Indeed wakati pia nasungumuza na watoto wa Mungu na ninaona watoto wa Mungu pia wako connected, ninashukuru sana. Maana this is how mtu upokea pia neema, wakati neema inaendelea, Mungu anaendelea kuipeana. Kuna ujumbe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bishop, naomba uniombee watu wako na madeni yangu. Be blessed. Ni Linet kutoka Kenchik. Linet kutoka Kenchik, watu wakulipe pesa zako katika jina la Yesu Kristo. Watu wakulipe pesa zako, maana Mungu tunayemtumikia, nimewaambia wale watu ambao mnanitazama, mwezi huu, mwezi wa 9 utakuwa mwezi tofauti. Believe me, kitambo mwezi ishe, you will believe my words. Itakuwa mwezi isiyo ya kawaida ndani ya maisha yako, and you will see the hand of God, and you will see the glory of God ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kuna messages ziko hapa zimetumwa kwa simu zote. Bili, wacha nipokee simu kwanza. Hello? Yes. Amen. Ninaongea na nani kutoka wapi? Virginia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungependa tuombee nini Virginia? Mungu ainue biashara yako, na bila shaka Virginia, Mungu atainua biashara yako na Mungu atakutenda yaliyo mazuri. Na mwezi huu wa 9 ninazidi kuongea kwa kila mtu ambaye anaongea naye, ni mwezi wako wa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na upokee hiyo neema ya ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Pia uombee dada mimi kunayo kwa nyumba kuna shida. Sasa apate kazi. Alikuwa anaendelea kuishi mahali akafukuzwa, akahangaika kulala kwa usi na huyo akakuja kwangu. Nikamsaidia, nikakaa na yeye tu. Naomba tu pate kumwombea kabisa, Mungu amtendee aliyo mema. Amen. Amen. Nitawaombea, na ndio maana Mungu amenituma hapa kusungumuza hiyo neema kuu na hiyo kibali katika maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Barikiwa sana. Kuna message hapa. Habari mtumishi, nimeibiwa leo mchana pesa ya kazi. Naomba unisaidie nipate hiyo pesa. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Naongea na nani? Naongea na Masi. Masi, ungependa tuombee nini? Wanafunzi wote.
Masi anataka tuombee wanafunzi wote, na ni kweli nilipoanza kwa kuhubiri nilitangulia kwa kuombea ama kwa kutoa rambirambi zangu kwa wanafunzi waliopatwa na janga la moto. Asubuhi ya leo pia tutaombea wanafunzi katika jina la Yesu Kristo. Ni jambo la muhimu, jambo mzuri sana kwa sababu ya hiyo, katika jina la Yesu Kristo, na Mungu aweze kubariki huyo mwanafunzi. Nilikuwa nasoma hapa ujumbe. Nina imani ya kwamba wewe ambaye umetuma hii ujumbe, Mungu atakutenda mambo mazuri. Pesa yako itapatikana na Mungu atakutenda mambo mazuri. Halo? Ukipiga simu kaa kwa position nzuri. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Naongea na nani kutoka wapi? Gladys. Gladys, ungependa tuombee nini Gladys? Inua sauti kidogo. Niombee afya, niombee mama. Amen. Gladys, tutaombea afya, tutaombea mama, na nitakapokuwa nikiomba mwezi huu wa 9 bado naendelea kuwa promise, maana nimetuma niwaahidi kwamba mwezi wa 9 utakuwa mwezi wa kawaida katika maisha yenu. Mungu atakutenda yaliyo mazuri, Mungu atakupa neema, afya njema, Mungu atakupatia Gladys katika jina la Yesu Kristo, na upokee uponyaji wa Mungu hapo penye uko katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Naona masaa yangu inaendelea ikisonga, ujumbe zinaendelea kuingia. Okay, acha nishike hiyo simu. Halo? Halo, naongea na nani kutoka wapi? Hello, naongea na nani kutoka? Punguza volume ya TV yako kwa kwanza tafadhali. Punguza volume ya TV. Punguza tu volume ya TV ndio tuelewane. Punguza volume ya TV. Hello, naongea na Ruth kutoka wapi? Na Ruth. Yes, Ruth. Bishop. Kitengela. Kutoka Kitengela. Ungependa tuombee nini Ruth? Tuombee watoto wangu. Nitawaombea katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Amen. Na Mungu atawatenda watoto mambo mazuri, watahifadhiwa kwa afya na neema kuu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana Ruth kwa sababu ya kupiga simu. Amen. Asante, hifadhiwa na Mungu. Amen. Asante. Okay, kuna ujumbe hapa ambazo zimeingia kwa pamoja. Praise God, nimekuwa nikiomba nipate kazi. I believe this is a month of testimonies in my life. Just as I've said, hivyo ndio vile ambavyo inaenda kukua katika jina la Yesu Kristo. Praise God Bishop. Kajiado, tumebarikiwa sana na ujumbe wa leo. Zidi na kutuombea na Mungu kubariki. Ni mke wa Pastor Steve kutoka Kajiado Hope Evangelistic Ministries. Huyo ni mchungaji wangu. Asante sana watoto wangu wa kiroho kuwa connected kwa hii ujumbe, na Mungu awape neema na awape kibali. Hello? Hello? Yes. Hapa ni wapi? Hapa ni kwa studio MTN. Oh. Yes. Unataka nikuombee nini? Mimi ni Constant Baraza wazi. Na kufikia kutoka Mlolongo. Baraza kutoka Mlolongo. Naomba uombee familia yangu, hasa mama. Alikuwa anashikia ugonjwa ulimsumbua. Naomba tuombee tafadhali. Nitaombea mama na nitaomba na Mungu atatenda mambo mazuri na uponyaji utakuwa katika jina la Yesu Kristo. Wakati unataka
simu zinaingia kweli kweli. Hello. Kutoka Kitengela. Florence Kitengela, yes. Watu niombee na ujauzito na mbili zingine zimekuwa zikitoka. Kwa nataka udeni example tu ili nipate kuona huyo mtoto. Kuna mimba zimekuwa zikitoka? Umesema niombee? Yenye niko nayo ikitoke. Umekuwa na mimba zikitoka? Sasa nimepata. Nami nakwambia hii yenye uko nayo haitatoka katika jina la Yesu Kristo, na utashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na Mungu atakupatia vile nimehubiri. Samueli atapatikana, Daudi atapatikana, na waliokuona mwanzo na hapa na pale, leo hii watakapokuja kukuona ukiwa umebeba mtoto wako, watasema ni kweli nimeona Mungu. Dadi, okay, dadi, nimeona Mungu wako, niko sawa. Huyo ni Pastor Demaris kutoka Kajiado. Mungu akubariki sana. Hello, punguza volume ya television ndio tuelewane. Hello. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Naongea na nani kutoka wapi? Ni James Sango kutoka Kitengela. Ni kitu kimekuwa kinauma. Kichwa. Hata siwezi kufanya kazi, nikiinama nasikia tu kinauma, lakini nikisimama hainiumi. Hiyo ni demon ya kukuzuia kufanikiwa katika mambo yako, lakini Mungu atakupa neema na utapona kulingana na ile neno la siku ya leo. Mwezi huu wa 9 ni mwezi wa ushuhuda wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Neema Mungu ikutoshe. Wale wengine wote ambao mlikuwa mnapiga simu, tafadhali sasa mahali nimefika, utapiga tu, nitaipokea masaa zingine, lakini nataka kuomba pamoja na wewe. Kama ni ujumbe zidi kutuma. Wale wakazi wa Kitengela, kesho niko na ibada ya kipekee mno sana hapo Hope Evangelistic Ministries non-Kopir, kanisa liko hapo. Watu wa pikipiki kama wewe ni mgeni, kalia tu pikipiki yote, waambie naenda Hope Evangelistic, wanajua kanisa linajulikana, maana Mungu anafanya kazi kubwa pale. Na wewe ambaye maybe ni mgeni wa maeneo hapo, unaweza fika Kitengela na upige hiyo namba ya simu, itapokelewa na utaelekezwa. Saa 4 kesho ibada itakuwa imeshaanza moto mno sana, na maswala makuu yatakuwa yanaendelea. Na wewe mkazi wa Kitengela pia, Jumapili iliyopita Hope Evangelistic Ministries pamoja hii MTN tulikuwa tuna launch Talent Academy Kitengela Jumapili iliyopita. Wewe ambaye unatamani kufanya music, kusomea music, wewe unatamani kusomea modeling, uko na kipawa na ujui how you can fix it. Hata masuala ya Bible pia, I'm there. I'm training servants and leaders kila Saturday kuanzia saa 4 mpaka saa 6 kamili, saa 4 kamili, 2 hours imetosha. Na chochote kile, whatever, DJ Academy, any area ambayo unaona Mungu amekuita, but you are not perfect in that area. Computer school, computer training, hata tailoring, whatever unasikia kwamba Mungu amekukabidhi lakini you don't know how to do about it, Hope Evangelistic Ministries ama Bishop Richard pamoja na MTN Kenya tuko hapo kwa sababu ya kuhakikisha kipawa chako kinainuka na kinalelewa katika njia inayofaa. Wewe unataka kusomea masuala ya kamera, unichukue vizuri namna hivi vile ambavyo niko hapa unanitazama kwako, njoo hapo, you register yourself, majina yako pale utaambiwa, maana kutoka saa hii, kutoka la Sunday mpaka we have given out a duration of 2 weeks as we will be collecting the names, maana majina ni mengi, ndiposa tuweze kuona how to group kulingana na classes. Walimu wako na kuambia wametrain na wamesomea hizo whatever gift ambayo unataka kujua. Come
ama lete mtoto wako, ama wewe mwenyewe ambaye unashindwa. Usiseme wewe ni mzee, usiseme wewe ni kijana, usiseme wewe miaka yako bado. Maana saa zingine guza mtoto katika kipawa ambacho kitamfungulia mlango. Unataka kujua kucheza vyombo, I also began in that music ministry, lakini see where God has brought me to. Maana najua kipawa fungulia mtu mlango. Don't miss to join the talent academy. Bila shaka certificates, mwingine anaweza uliza kwani certificates ziko? Yes, certificates are there. How will you know ya kwamba umehitimu? Lazima tutaku award, na Mungu akuinue sana, na Mungu akubariki sana. So to those ambao mnataka kujua zaidi, you can SMS me, unitumie ujumbe, ama you can visit Hope Evangelistic Ministries for inquiries, ama kuna namba ambayo nitakukabidhi ambaye ni one of the people ambao wako kwa ground, na maybe utamwona tu hivi karibuni, utamwona hapa tu, anaitwa MC Levy. MC Levy namba yake yuko, maybe unataka kusoma kujua namba ya MC Levy, naweza nikakwambia kidogo, maana wengine wanasema sasa tutapataje? Either of the numbers unaweza tumia yangu. Namba ya Levy ni 0716 633 0716 633 140. I tell you, tuko hapa kwa sababu ya kuguza vipawa, na Mungu atakutenda mambo mazuri as much as unapokea masuala ya kiroho, na Mungu anakubariki. Ukipita kwa watu pia watu waseme this person is a blessed person in the name of Jesus Christ. Now I want you to pray. Nataka niombe, na kisha baada ya kuomba nimaliza kwa kuambia kwa heri. Nataka kuombea ile shida ambayo umepiga simu ukisema, ile njia ambayo umepiga simu ukisema uelewi, haujui hii mama ni mgonjwa, wewe umekuwa na miskari, wewe umekuwa na shida za kazi, whatever problem ambayo umekuwa nayo, I'm here to say that problem is over in the name of Jesus Christ. Mwezi huu wa 9, it is your month of testimony. Wewe ambaye ulikuwa ukuli chakula yeyote, you will eat. Utakula mpaka watu watakuwa wanasema huyu mtu amerogewa kwa chakula, because mwezi huu si mwezi wa kulia, ni mwezi wa kucheka na kusema nimeona Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu unayetawala mbingu na nchi, naombea hawa watoto wako wanaotazama kipindi hiki. Nimenena baraka, nimenena ukuu wako, nimenena ushindi wako, nimenena kibali chako, nimenena urejesho wako. Wape amani na neema katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo aliye mgonjwa apokee uponyaji. Siku ya leo aliye na shida za ndoa irejee. Mwenye amekuwa akibeba watoto na watoto na mimba zinatoka kutoka leo hazitatoka. Wale ambao wanataka ujifungua vizuri watajifungua vizuri. Wenye wako na shida, huyu ambaye ako na shida ya bleeding, hiyo shida iweze kuisha katika jina la Yesu Kristo. Huyo ambaye ako na shida ya kesi, hajui ataimalizaje, hiyo shida ya kesi ishe katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Baba iweze kutosha watoto wako. Nimeombea wanafunzi ile taifa la Kenya, Baba wahifadhi, toka roho za maafa ya mauti, roho za mioto, accident ya magari kuanguka kwa barabara ikiwa umebeba wanafunzi na hata watu wengine. Tumelani hizo maroho, zimeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeombea taifa la Kenya, tunaingia katika uchaguzi mwingine. Ninaomba mkono wako onekane, nguvu zako zionekane, roho wako onekane. Hifadhi watoto wako na neema yako iweze kuwatosha wakati huu. Tukataa demons zote za giza, mipango ya shetani imeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako wa neema uonekane kwa maisha ya watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Amen. Wewe mwenye hujaokoka, naomba uombe maombi nyuma yangu, maana kuokoka ndio kuingia katika njia, katika zizi, ndio ukae na wengine. Sema, Bwana Yesu, nakuja kwako, nitakase, niokoe. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima. Kutoka leo nimeokoka. Nimekataa shetani na kazi zako zote. Nimekubali Yesu Kristo, ufanye roho yangu kuwa upya, nitembee na ujazini na utukufu utokao kwako. Katika jina la Yesu Kristo nimeokoka na kuamini. Amen. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambao umekuwa ukitazama hiki kipindi. Narudia tena kesho, karibu kwa ibada, na Mungu akuinue.
wale watu tena, narudia tena, tunaingia katika mzimu ya election. Tafadhali washirika, wa mama, wazee, wachungaji, popote mnanitazama, si wakati wa kukimbia hapa na pale na kusema hii na hii na hii na hii. Tafadhali nyamazisha mdomo, piga magoti chini, angalisha macho yako juu, ambia Mungu mapenzi yako yatimilike katika hii election, maana ni Mungu anayetembelea kanisa lake, taifa lake, watoto wake, kusudi waweze kuwa na amani. Mabarabara zifuniko damu Yesu Kristo. Popote ambao kikundi ya NASA, kikundi ya Jubilee watakimbia wakizunguka wakifanya kampeni yao, kila mahala amani kuwe na neema ikue. Hilo ndio ombi letu, na hiyo ndio mzigo, ama hiyo ndio sisi wa Kenya inafaa tudumishe. Na usiseme hii na usiseme hii, wewe ni wa Mungu, wewe si wa huko, ama wewe si wa huko. You are supposed to be neutral. Kura yako siri yako, kura yako isiwe mimi unajua tu mimi huko, hapana. Unafanyuka vitu until you create an enmity, mpaka watu wengine mnakosana bure. Tafadhali kura yako siri yako. Hata mimi niko na kura na ni siri yangu. Vile Mungu atakavyonielekeza ndio vile ambavyo itakavyofanyika katika jina la Yesu Kristo. Neema Mungu ikutoshe. Kumbuka, be tuned, yani we tuned to remain connected katika MTN Kenya. Shalom, God bless you. Meet tomorrow at 10 a.m. Hope Evangelistic Ministries, barabara zote zinaelekea huko. God bless you so much. Bye bye.